Tutumikie na kuwajibika kwa upendo wa Kristo. Tutumikie na kuwajibika. Ndugu zangu katika Kristo, napenda tufanye tafakuri ya leo tukiongozwa na wazo kuu ambalo mimi binafsi, kwa wale tulioadhimisha ibada ya misa pamoja Jumapili iliyopita wakiwa ni wa hapa kwenye parokia ya Itaga, nilipendekeza liwe ni wazo kuu, wazo la shukrani. Nianze nikiwashukuru uongozi wa seminari yetu hii ya Mtakatifu Karoli Borromeo kwa vyote chini ya usimamizi wa kwanza wa Baba Gambera, Padre Patrick, pamoja na wenzake wote ambao wanamsaidia, na sio tu hao mapadri, walimu, waweka wakfu, lakini wote ambao wanashiriki hapa katika kutoa huduma kwenye seminari yetu hii ya Mtakatifu Karoli Borromeo. Ni washukuru kwa namna ya pekee, kwani wametaka hicho ambacho sasa kimekuwa ni utamaduni cha kukutana siku ya leo ya tarehe 14 mwezi wa 10 kiendelee na kizidi kukua na kizidi kuwa na manufaa na faida, kwa sababu ya kitu kimoja ambacho na chenyewe kwa leo ndo nataka kitawale kwenye maadhimisho yetu haya ya leo, ambacho si kingine bali imani. Imani ambayo inatufanya tuendelee kufanya kitu hiki ambacho sasa kimekuwa ni utamaduni. Niwashukuru kwa namna ya pekee nyinyi nyote akina mama mliofika hapa kutoka pande zote mbalimbali za jimbo letu kuu la Tabora, na akina baba ambao wapo najua waliowasindikiza, waliopata nafasi hiyo. Wao wana fursa ya kwao, wana muda wa kwao, lakini kuna wengine wampenda vile vile kwamba hata leo wawe nanyi katika siku hii maalum hii mnapokuja hapa. Kwa wote, shukrani yetu imwendee kwanza huyo Mwenyezi Mungu ambaye ndiye ameyawezesha yote haya na ndiye anaendelea kuyawezesha kwa mpango wake alionao, huo ambao tunausikia hata kwenye maandiko ambayo yamesomwa leo hapa. Hilo somo la kwanza kutoka katika waraka huo wa Paulo kwa Warumi unaliweka wazi mpango wake wa Mungu wa kutaka kutukomboa sisi, ukombozi wake ili mradi tu sisi tunakuwa tayari kuwa na hicho ambacho ndo nisema lazima tumshukuru, kwa sababu na sisi katupatia na sisi tumekumbatia, na ndo hicho kinatupa nguvu, imani. Ukawa na imani kwake huyo Mungu kwamba ndiye mweza yote, ndiye anataka kukomboa, ndiye anayekuita ukayafanye hayo ambayo ni mazuri kama hili ambayo tunalifanya leo. Kwa imani hiyo utaweza hata kuhamisha hiyo milima unayosema utoke hapa mlima uende kwingine, utaweza. Naomba tumshangilie Mwenyezi Mungu kwa imani. Mpango anaokuwa nao kwetu sisi, lakini utakamilika na utakuja kuonekana kwa ni mpango ambao unatukomboa kama tutakuwa na imani. Na imani inayotoka ndani. Tutakuja kusema tena hilo katika sehemu ya Injili. Sio hiyo imani ya nje. Sio imani hiyo ya ibada hizo ambazo tunazifanya tukifikiri kwamba sasa hapo ndio tunaonesha uchaji wetu, hapo ndio tunaonesha kuabudu kwetu. Hapana. Kile kilicho ndani ambacho walishindwa hao Waisraeli ambao Paulo anapoandikia Warumi analiweka wazi. Hapo Mungu alijifunua kwao kwa namna mbalimbali,
kwenye vitu alivyoviumba, kwenye hayo ambayo alikuwa anayafanya kwa ajili yao wao, lakini bado wakamtambua. Wanajua lazima kuna nguvu fulani ambayo imeyafanya yote hayo, lakini pamoja na kuyatambua hayo wakashindwa kumpa utukufu wake na kukiri, kwa maana hawakuwa na imani hawa, na kukiri kama kweli haya yote yanayofanyika ni kwa sababu ya huyo mwenye uwezo kutuzidi sisi, kuwazidi hao wafalme wetu, kutuzidi sisi ambao tunaweza tukafanya mambo fulani, lakini yeye ana uwezo wa vyote. Walishindwa kuliona hilo, na ndio maana baadaye kama tunavyosikia au tulivyosikia kwenye somo hilo, wakaanza kuyafanya ya kwao ambayo Mungu hakuwa ameyapanga yafanyike, na hakutegemea wayafanye, au alitegemea kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ngawaje baada angelipenda kuwasaidia, lakini baada kwa vile wao wamekuwa vichwa ngumu, akawaamua wabaki katika upumbavu wao, wabaki katika shida yao hiyo. Na baadaye ukiendelea kusoma somo hilo huko mbele utaona uchafu mwingi walioufanya, na kweli wakawa wameharibu hata hicho ambacho Mungu alikuwa amekitakasa. Ni kwa sababu walikosa hiyo imani. Sisi tumekuwa na imani, tunapenda tuseme asante sana kwako Mwenyezi Mungu kwa imani hiyo ambayo tumeipokea. Na mimi napenda niseme wazi kabisa kwamba nyinyi akina mama mmechangia sana, na mnachangia sana katika kukua imani. Sio imani yenu tu kwanza binafsi, bali baadaye mtakuja kuipeleka hiyo imani kwa ambao mtakuja kuwalea na kuwatunza na kuwaongoza wakakuwa katika imani. Sisi katika mazingira yetu tusijidanganye, hiyo ni ukweli tu. Asilimia kubwa ya kina mama wako nyumbani. Asilimia ya kina mama ni wale ambao wanakaa muda mrefu nyumbani, na sasa tunapokuja kwenye hilo la kuikuza hiyo imani na watoto wao, ndio hao watakao kuwa wanashiriki kwenye jumuiya ndogo ndogo. Ni ukweli si kweli? Mimi siku mwanasiasa, lakini nataka niseme kwamba katika namba ukizihesabu tu kayatizama, ni hayo mimi nilikuwa nasoma juzi kwenye ripoti yenu nyinyi wenyewe ambao mmeandika baada ya kutoka kwenye mikutano yenu ya kina mama hiyo ambayo tunaifanya hiyo katika kanda. Tulifanyia kule Mpanda, baadaye mkaja kufanya mkutano wenu huo wa mwaka huko Dodoma wa mwaka. Yameandikwa, yako wazi kabisa kwamba namba kubwa ya hao wanaoshiriki katika hayo maeneo ambao kwa kweli yanasaidia kukuza imani ni wakina mama. Hebu mjipigie makofi. Kuna mmoja hapo sitaki kumsema ambaye si mama, lakini na yeye anashiriki vizuri, anachangia. Sasa imani hiyo ndio imetufanya tuje hapa. Katika sehemu ya Injili tuliyoisikia, kuna huyo Mfarisayo ambaye ana upendo wake huo, anamkaribisha Bwana wetu Yesu Kristo baki kuyaona yale ambayo alikuwa anayafanya. Kwa huo upendo wake sasa, sijui ni wa juu au imani yake ambayo ni ya juu ambayo imefungwa na hizo taratibu za Kiyahudi ambazo ilibidi wazifuate, iwe ni kwenye ibada au ni kokote kule ambako wanakuweko, kama wao kama ni hao waamini. Basi anamkaribisha Bwana wetu Yesu Kristo. Anashtuka akimuona Bwana Yesu Kristo anaenda kukaa mezani bila kunawa, sababu katika tamaduni zao na hasa katika ibada zao, sasa unaingia na hata kwenye kula lazima unawe. Anashangaa, lakini Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kumjibu kwa namna ya pekee kabisa, ambayo kwetu naomba tufahamu kabisa kwamba hilo ndilo tunapaswa kuwa nalo hata sisi, kwa yote yale ambayo tunayafanya, ambayo tunafikiri kwamba tunapoyafanya ni kwa sababu ni imani hiyo ambayo inatuvuta na inatusukuma tuyafanye. Sio yale ya nje, hayo ya ibada hizo tunazozifanya hapa, ya kwenda kanisani kusali tangu asubuhi mpaka jioni, piga magoti mpaka akachubuka, ukafikiri kwamba sasa hapo ndio unamwamini Mungu au una imani. Inawezekana unayafanya hayo kwa sababu kuna kitu fulani kinakusukuma. Kama siku moja
mmoja wa wachungaji alisema, mama mmoja, sio nyinyi, mama mmoja ambaye kila siku yuko kanisani pale, kifungua mlango tu asubuhi ndio yeye wa kwanza, kifunga mlango ndio wa mwisho kuondoka. Sasa siku moja akamuuliza, lakini wewe mbona kila siku uko hapo, uko nyumbani vipi? Sema, mimi naogopa kwenda nyumbani kwa sababu nikienda nyumbani uko tunapigana kila siku na mume wangu. Anakuja kanisani tangu asubuhi mpaka jioni. Sasa utamsema huyo ana imani au hana imani? Mimi hilo sijui, lakini nikutaka kukueleza tu kwamba kuna matendo mengine mengi tayafanya, yataonekana ni matendo ya imani, ni matendo ya uchaji, lakini utabaki na alama kubwa ya kuuliza. Hilo Yesu hakulitaka. Ndiye anaambia, nyinyi mnaosha vikombe vyenu huko juu juu na sahani zenu, lakini kule ndani. Maswali nakuja hapo, imani yetu iko namna gani? Hao tunayafanya kwa sababu tutimize mradi, ni sheria inasema hivyo. Sheria zipo tunazifahamu, amri za Mungu tunazifahamu, sheria za kanisa tunazifahamu. Tuzifuate hizo tu, au ni kwa sababu kuna kitu kutoka ndani ambacho kinanisukuma niyafanye hayo? Upendo wa pekee ambao unatokana na imani hiyo ambayo iko rohoni. Naamini kabisa kwamba hiki nakifanya mimi kwa sababu Mungu wangu huyu aliniweka hapa, akanipa na bahati hiyo ambayo kwayo namshukuru, akanipa imani hiyo. Huyo ndio mimi nafanya haya ni kwa sababu yake. Nakaa na mwelekeo huo au msimamo huo, naamini ndio anasema utaitoa hata hiyo sadaka ya ndani, na hiyo sadaka ya ndani itakuwa imesafisha kila kitu. Ndugu zangu, nyinyi leo mmekuja kutoa sadaka zenu. Naamini kabisa hizo sadaka mlikokuja kuzitoa, mnazitoa ni kwa sababu kutoka ndani mnataka muifanye hiyo kazi, mchangie katika kazi hiyo ya kuwatayarisha hao ambao kesho kutwa watakuja kuwa wachungaji, na kama Paulo bila aibu, bila woga, wakainjilishe, wakatangaze hiyo imani kwa wengine. Na wasipoweza kama padri, kama tunavyosema kwenye mota yetu hiyo, kwamba basi waishi wakiwa naamini wa Kristo wazuri, na waweze kwa namna hiyo, kwa kuishi kwao watu wavutike, na waweze na wafuate, na wawe na imani, na waamini, wakiishi maadili ya Kristo kama wanavyoona hao wanafanya, kwa sababu waliyapata hayo katika hayo malezi waliyopata hapa, ambayo na nyinyi mmechangia kwa namna yenu. Ndugu zangu, tukue katika imani, na yote tuyafanye tukiongozwa na imani, na kweli Mwenyezi Mungu atatukuzwa na jina lake litatukuzwa. Hatutakuja kulaumiwa kama hao wengine ambao waliyaona hayo mazuri yote, lakini hawakuweza kukiri kwamba kweli huyu ni Mungu ndiye ameyafanya hayo. Sisi tuyajue kwamba tunayafanya ni kwa sababu ni Mungu anatuwezesha kuyafanya hayo, na tumtafute zaidi na zaidi kwamba yeye ndiye atawale mioyoni mwetu, na yote tutakayofanya iwe ni kwa sababu yake, sio kwa sababu Rugambwa ananiona askofu mkuu, au Patrick ananiona baba Gambera wa hapa, au kwa sababu padri fulani ananiona au mama fulani ananiona ndio niyafanye. Hapana, ni kwa sababu mimi ninashawishika na naamini kabisa kwamba hii ni wajibu wangu, lazima niufanye. Na kweli ulimwengu tutaubadili, nyinyi wakina mama mtaubadili ulimwengu, na sisi akina baba tutaubadili ulimwengu, iwapo tutaongozwa na hayo ya imani kuu kama hiyo ambayo Bwana Yesu Kristo anataka tuwe nayo, ya kutoka ndani kwenye roho, na ije isafishe vyote, na hivyo sadaka yetu iweze kukubalika. Tumsifu Yesu Kristo.